umoja kwa watu wa Mungu au kanisa ni lazima. Kwenye nchi ni lazima kuwa na umoja. Lazima kuwa na umoja. Tukija kwa watu wa Mungu kanisani, lazima wawe na umoja. Yohana 17:11. Yohana 17:11 inasemaje? Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Hebu kaangalia anachosema. Wawe na umoja kama Baba na Mwana walivyo. Leo hii ukiongea hata katika kanisa wanakuona kituko tu. Kwa nini? Kwa sababu kanisa limetengenezwa kuwa taasisi za binadamu. Zinaitwa taasisi. Sasa ukishafanya taasisi, basi naanza kutengeneza mfumo wa kibinadamu. Lakini nakwambia hivi, mfumo wa kimungu ni umoja. Leo hii makanisa mpaka wanagombea watu. Mtu wangu kaenda kusali kwa fulani. Mtu wako kabisa una mtu Kwa hiyo kabisa kuna watu wana watu wao Mimi sina mtu. Unaweza ukapewa nafasi ya kuwa kiongozi, kuwaongoza wengine. Unamwakilisha Mungu. Ndio maana hata yule mfalme aliambiwa anaongoza watu wa nani? Wa Mungu. Hakuna umoja. Sasa tunaweza tukalaumu kwenye upande wa utawala, lakini hata ndani ya kanisa bado hakuna. Tuanze, kila nabii anajiona katuma yeye peke yake kwenye nchi. Kila nabii anajiona yeye peke yake ndio nabii wa kweli kwenye nchi. Kila mtume anajiona yeye ndio mtume mkubwa kwenye nchi. Sikiliza, hayo makosa hata nani aliyafanya Elia, mpaka akamwambia Mungu, Bwana, nimesalia peke yangu kwenye nchi. Mungu akamkemea, akamwambia Elia, wacha, nina watu wangapi? 70 wako kwenye nchi hawamwabudu Ibilisi. Alafu Elia anasema nabii umebaki peke yako. Kwa hiyo kuna watu wengi wamebaki na ile roho ya Elia. Kila nabii anasema ndio peke yake. Kila nabii anasema yeye ndio sasa ina maana hamna umoja. Kama wewe ni nabii wa nchi, hauna ufunuo juu ya nabii mwingine kwenye nchi yenu, ni janga. Kama wewe ni mtume, unashindwa kutambua roho ya kitume iliyokuwa mtume mwingine kwenye nchi yako, ni janga. Kwa nini? Maana hata taaluma wanazosoma kabla ya kuingia kwenye hii kazi ni za kikoloni. Mnakuta mtu ni mtume lakini dokta, mtume dokta, ni askofu dokta. Kaulize ile dokta ni ya nini? Ya falsafa za kizungu, ya historia za kizungu, ya jiografia za kizungu. Kwa hiyo inaitwa PhD, lakini kaulize ile PhD ni ya nini? Ya kizungu. Ni ya kizungu. Kwa hiyo ndio maana nakuta anaongoza kiroho, lakini ile PhD yake ya uchumi wa kizungu inaleta effect ndani ya kanisa. Haiwezi kuweka watu pamoja. Haiwezi kuweka watu pamoja. Haiwezi. Uwezi ukaona ile roho ya kuweka watu pamoja. Anaongoza nyampara. Yaani kama vile bado tuko Misri. Kwa hiyo nakuta mtu anafanya kazi kanisani lakini ana maongozi ya Kimisri, kama tulivyojifunza kwenye somo la jana. Kwa hiyo unaona yeye nataka soma pia na mstari wa 21 uone umoja wa kanisa. Mstari wa 21 nasema, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Unaona sasa? Hapo unaona kitu gani? Tazama hapo, mtu wa Mungu. Angalia, anasema kanisa liwe na umoja kama Baba na Mwana na Roho walivyo na umoja. Sasa swali, kama Yesu na Roho na Baba wanahitaji umoja, kanisa linahitaji nini? Kwa sababu tumtegemea ni yetu, tunatakiwa na umoja. Sasa ni kitu gani kinafanya leo nabii mmoja anashindwa kutambua nabii mwingine? Kuhani mmoja anashindwa kutambua kuhani mwingine? Na kwa taarifa yako nikwambie, wachau wanatambuana wa Sumbawanga na Msoma. Wana umoja kuliko unavyofikiria. Na ndio maana watu wa gizani wanafanikiwa mambo yao. Lakini sisi wa rohoni hatuna principles za Mungu, tumeziacha mbali sana. Kwa hiyo unaona umoja unatakiwa kuanzia kati ya nchi na tawala zake, lakini pia kati ya kanisa. Lakini si hivyo tu, hata familia inatakiwa iwe na nini? Na umoja. Nataka kuongea nini hapa? Nataka nikwambie kwamba kama familia haina umoja, haitakaa istawi, itatawaliwa tu. Kama kanisa halina umoja, halitakuwa na nguvu kuliko linavyodhani, kwa sababu nguvu ya Mungu inatenda kazi katika umoja.
Tambua umoja, na kinachotuondolea umoja ni kutokujitambua. Ubinafsi ni mwingi tu, kila mtu anataka aonekane mkubwa. Kwa hiyo kuna watu wanatafuta ukubwa na nafasi, ndio shida. Lakini tukikaa, kila mmoja na nafasi yake, na kila mmoja na ukubwa wake. Mfalme ana nafasi yake na ukubwa wake, nabii ana nafasi yake na ukubwa wake, kuhani ana nafasi yake na ukubwa wake. Hakuna aliyemzidi mwingine. Amna. Ni kama vile kwenye familia, baba ana nafasi yake, haiwezi kwenda kwa kaka. Kaka ana nafasi yake, mama ana nafasi yake, na familia inastawi na urithi unatoka kwenye ile familia. Kwa hiyo ili familia yoyote ambayo haitaki umoja itaanguka. Kanisa lolote ambalo halitaki umoja litaanguka, na taifa lolote ambalo halitaki umoja litaanguka. Nimesoma mahala fulani kwamba kuna mchungaji mmoja amekosea kwenye kanisa moja, sijui kafukuzwa, alafu akaenda akapewa hifadhi kwenye kanisa jingine. Ni sawa kabisa, sawa kabisa, wamweke tu sawa na wampe na kituo. Sasa nataka kuongea nini hapa? Huo ndio umoja. Mtoto akikosa kwa mama anapata msamaha kwa baba, mtoto akikosa kwa baba anafarijiwa na mama na kumrudisha kwenye nafasi. Lakini tunasikia watu wanasema sisi tumemkataa, yeye anafanyaje? Anampokea. Sikiliza, tusimsaidie kazi shetani, tusimsaidie kazi shetani. Huo ndio umoja, huo ndio ushirika ndani ya kanisa, ndani ya nchi. Kwa hiyo hivyo ndicho ambacho mimi ninakipongeza kabisa. Haya, mimi ni kuhani, niko hapa na wewe Zai, tunafanya kazi ya Mungu hapa. Kuna kitu hujakielewa kwa nani? Kwa kuhani. Kuna mchungaji mwingine yuko pale Mwanza pale studio Jimkabwa pale Kirumba. Kwa sasa kwa nini uumia hapa? Nenda. Sasa kwa nini? Maana mimi sikufanya mtumwa. Kama umekosa utulivu wa moyo, go. Si ni mtumishi wa Mungu. Shida nini? Tuweke umoja, tutambue vipawa vingine, tutambue karama nyingine, tutambue ukuwa mtu mwingine, lakini tuwe na umoja. Kwa hiyo ni kanisa. Sasa ukishafika kwenye hili eneo, ni kitu gani hapo kinatakiwa kuchukua nafasi kubwa? Sasa ni kujitambua, ndio tunakozungumzia. Sasa ukishajitambua, kuna mambo ambayo sasa ni ya muhimu sana. Jambo la kwanza, usiruhusu mgeni kutawala nchi yako. Ndio, yaani hilo ninataka niongee kabisa. Vyama vyetu vyote vinavyotaka madaraka ya utawala, na Watanzania ambao Mungu atatupa neema ya ufunuo huu, tafadhali usiruhusu mgeni kutawala nchi yako. Hapa nataka kuongea nini? Usiruhusu kiongozi aliyobeba fikira za kigeni kutawala nchi yako. Kwa nini? Kama ana fikira za kigeni, wageni wako nyuma yake, akiingia wao ndio watatawala. Sasa takuuliza hapo, kuhani unamaanisha nini? Nitamjuaje huyo kama ana fikira za kigeni? But si ndio maana tuko hapa darasani? Ndio maana tuko darasani. Tunarudi kule kwenye mafundisho, niliwaambia. Kwenye mafundisho na nini? Na elimu. Ndio tukaja pale wasome right and the responsibility of citizen. Haya, huyo mtawala anakufundisha haki gani? Kisha anakuelekeza wajibu gani? Ukisikia mtawala anakuambia tudai haki yetu ya wanawake na wanawake kuoana, alafu wajibu wetu tukinukishe kwenye nchi, ndio wajibu huo? Sio wajibu. Tuongee tu waziwazi tu, ni wajibu wetu kweli? Sio wajibu. Ni haki ya mtoto wa kike aenda apate mimba, asome, apate nyingine, asome. Pata tu mimba, ukimaliza kupata mimba njoo usome, alafu baadaye wakikataza kusoma tukinukishe. Huo ndio wajibu na haki? Unaona watu wanapigania watu kupata mimba na kusoma kuliko watu kutambua kulinda nchi yao. Mbona wazungumzi tulinde nchi yetu, hao watu wasitutawale? Mbona nini kiko nyuma hapo? Maana yake hao watawala wanachotuambia, nyuma yake yupo mtu mwenye hiyo anawapa script. Ndio maana kanisa tuwatambuaje? Wanakuambia haki ipi na wajibu upi? Mimi ndio niko tu hapo tu. Kweli haki ni muhimu, lakini ipi na wajibu upi? Mimi sisemi watu wasio na haki. Sawa, wawe na haki katika nchi wapewe Bwana Mungu wao, lakini haki ipi na wajibu wao ni upi? Tuwape wajibu kwanza, kisha twende kwenye haki. Unaona, mimi ni kuhani, si ndio? Ndio. Wajibu wangu ni
haki yangu ni kuhubiri, haki yangu ni kufundisha. Kufundisha nini? Tuje sawa kwenye wajibu. Neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Watu wawe wamoja. Ndio haki na wajibu. Kwa hiyo haki yangu nahubiri, lakini wajibu wangu ni kuhubiri neno la Mungu ambayo ni umoja, upendo, ushirika, kulinda nchi pamoja. Naipata kwenye neno la Mungu, sio kwenye script za wazungu wanaokupa dola ujenge kanisa alafu hatari sana. Sasa kwa hiyo ndio maana nikasema cha kwanza, usiruhusu mgeni kutawala nchi yako. Lakini hapo na maana nini? Chungeni sana taratibu za kigeni kutawala nchi yenu. Sasa unaniambia tutazijuaje? Ukisha sema tutazijuaje, na maana hamjijui nyie. Kitendo cha nyinyi kutokujua nyinyi njia yenu ni ipi, ndio maana hata mjui za kigeni ni zipi. Maana hata za kwenu hamzijui. Mlishazipoteza, mlishazifunika, mlishaziacha. Ndio kutokujitambua kwenyewe kabisa. Ndio kujitambua kwenyewe. Ndio maana kila wakati nazungumzia masuala ya kishetani ya ushoga, ina maana ya kwenu hamyatambui. Hizo Sodoma na Gomora hamjitambui nyie. Lakini mtu yuko tayari aunge mkono script za ushoga, lakini aingie wapi? Ikulu. Huo ndio wajibu na haki yako kweli? Hapana. Kwa hiyo msiruhusu taratibu za kigeni kutawala nchi yenu, lakini pia elimu za wageni kutawala, lakini la mwisho, mifumo ya wageni kutawala. Ndio maana nimesema ni mfumo, mnatengenezewa mfumo, mkishaingia kwenye ile channel mtatawaliwa. Kwa hiyo ninataka watu waelewe, na si tu kwamba mimi ndio nafanyaje, ninaongea. Ni neno la nani? La Mungu. Fungua Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 14. Kumbukumbu la Torati 17:14 nasema. Inasemaje? Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema nitaweka mfalme juu yangu mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu. Usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako. Kwanza amesemaje? Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema nitaweka mfalme juu yangu mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu. Nitaweka mfalme. Anatoka wapi? Usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako. Atakayechaguliwa na watu, na Bwana Mungu wako. Weka atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako. Unataka kuniambia nini? Wenye kuhakikisha ni mfalme gani anachaguliwa ni wanao walio na Bwana. Sasa ndio nikauliza, mpaka shetani anaweka, nyewe wenye Bwana mko wapi? Kuto kujitambua. Wenye Bwana mko wapi? Mstari wa 15 Kumbukumbu la Torati 17 inasema, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako. Umweke mmoja katika ndugu zako. Umweke katika ndugu zako. Awe mfalme juu yako. Usimtawaze mgeni juu yako. Usimtawaze mgeni kutawala nchi aliyokupa Bwana Mungu wako. Sasa mgeni anatawalaje? Mgeni anaanza kutawala kwenye fikra zenu, kwenye taratibu zenu, kwenye mawazo yenu, kwenye skripti zenu. Ndio maana wageni wametutawala kielimu, kitaaluma, kimitaala. Unasikia taifa la kigeni nasema tunaweka base ya kijeshi tuwalinde. Kawaulize Waarabu kama amelindwa wakati Irani anawapiga. Kawaulize. Hakuna mgeni anayelinda nchi yako, hayupo. Na nakwambia hakuna mgeni anayelinda familia yako, hayupo. Hakuna mgeni analinda kipawa chako, hayupo. Ukianza kutegemea mgeni, umemwacha Mungu, utaenda utumwani tu. Ndiyo maana nikasema ukisoma hii inamaanisha nani? Neno hili la Mungu linamaanisha nini? Ulinzi wa nchi atupewe Bwana Mungu wetu ni wetu sisi wenyewe. Na hili ni neno la Mungu. Hakuna kutulindia nchi. Kwa nini? Kwa sababu adui wa nchi haji rohoni. Anakuja anafuata nini? Na nchi yake. Anakuja kuchukua baraka zenu. Atazichukuaje? Anawaingizia mifumo yake. Nyinyi hamuelewani, hamuongei lugha moja, hampatani, mnachomana. Anaendelea kuchukua baraka zenu. Alafu akishazichukua anatafuta mmoja wa kuangushia. Anasema muangalieni hiyo mtawala wenu anawaibia huyo. Lakini atuambia akiba anamuuzia nani?
Ephata Shalom Gloria, kila siku ya Jumanne na Jumamosi. Muda ni saa 12 jioni.